الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى وهو للحمد أهل، ونشكره وهو على كل شيء قدير، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Katika darsa ya tafsiri ya Qur'an al-Karim, bado tungali tunaishi katika sura al-A'la. Na katika sura al-A'la tumekuwa tukiishi katika aya nambari 6, 7 na 8. Na katika aya hizi tulikomea katika aya innahu ya'lamu al-jahra wama yakhfa, katika tafsiri ya idah. Na kwa hivyo tunacho kipande kidogo tutakimaliza kabla ya kuingia aya nambari 9, 10, 11, 12 na 13 ambazo ni aya 5 pamoja, zimewekwa pamoja hizo. Aliposema Mwenyezi Mungu, wanuyassiruka lilyusra, na tutakurahisishia kwenda katika wepesi. Maneno haya walamma kana alwa'du bilikhra'i, inaungana na maneno ya nyuma ilivyokuwa ahadi ya kumthibitishia Mwenyezi Mungu mtume wake kisomo cha Qur'ani, kwamba atakithibitisha katika moyo wake na mtume wake hatosahau. Hii ni ahadi ambayo kampa katika aya ya nyuma, sanuqri'uka fala tansa, yani tutakufanya mtume wetu uwe ni msomaji wa Qur'ani na hutosahau. Tumekukusudia maalum, nawe ni mtume wa mwisho, utasahau kabisa kabisa, illa ma sha Allah, isipokuwa pale ambapo labda akipenda Mwenyezi Mungu, kuonyesha Mwenyezi Mungu uwezo wake na Muhammad kwamba hakuwa kiasema hayo kwa ridha nafsi yake. Akitaka Mwenyezi Mungu kukusahulisha, kukunyang'anya kwenye kifua chako maneno hayo, basi huna pengine pa kuyapata. Wala in shi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilaik, na tukitaka sisi mara moja tunaweza kuyaondosha ile mbalini yale ambayo tumefunua kwako. Illa an yasha Allah innahu ya'lamu al-jahra, mwenye sifa ya kuweza kusahaulisha kifuani mwako Qur'ani hii ni yule ambaye anajua dhahiri ya mambo yalivyo, wama yakhfa, na ni mwenye kujua yaliyofichikana vile vile. Hakuna jambo litakalomshinda mwenye sifa mbili hizi, mwenye kujua dhahiri ya mambo yote na mwenye kujua mambo yote ya siri yaliyofichikana, basi hakuna jambo ambalo litamshinda kulifanya hili. Sasa walamma kana fil wa'di bil iqra'i, ilivyokuwa hii ahadi ya kumfanya mtume wake awe msomi asiyesahau, bila shaka alwa'du binashri alahkami, hii ni ahadi vile vile ya kueneza hukumu za sheria. Maana sheria zote zinatoka kwenye Qur'ani. Mola wake Muhammad anamwambia sanuqri'uka fala tansa. Ina maana wakati huo huo ni kwamba hii ni ahadi vile vile ya kwamba Mwenyezi Mungu anataka kuziweka sheria zake kwenye kifua cha mtume wake. Yeye ndiye atakayetangaza sheria hizo. Kwa hivyo moja kwa moja hapa inakuwa alwa'du bitashri'i alahkami, hii ni ahadi vile vile ya kuweka sheria, hukumu. Wafiha, na ndani ya hukumu hizo sasa basi, ma yasabu, kunaweza kuonekana mambo mengine mazito magumu. Asiyefahamu dini hii anaweza kuona kuna baadhi ya mambo hayafanyiki, magumu mazito.
Katika hayo ni pale penye amri, anaweza kuona mtu kwamba amri hizi nzito, au katika hayo ni pale penye makatazo, anaweza kuona mtu itakuwaje, siwezi kuishi bila ya kuona hivi. Wa fiha ma yas'ab, na katika sheria hizo kuna ambazo zinaonekana zitakuwa nzito, ala almukhatabina, juu ya wale ambao wanasemeshwa na Mwenyezi Mungu kwa kitabu hicho. Kwa hivyo ardafa dhalika, Mwenyezi Mungu sasa akaweka nyuma yake, baada ya maneno ya kwamba sanukuriuka fala tansa illa ma sha Allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa, kwa kuwa ahadi hii vile vile inaonyesha wazi kwamba kutakuwa na sheria katika dini. Haitakuwa ni imani tupu, haitakuwa ni imani tu iliyoganda kwenye nyoyo za watu, bali kutakuwa na sheria ya kwamba fanya, wacha, hii nzuri, hii mbaya. Kutakuwa na sheria maalum, na sheria hizi zitaweza kuonekana baadhi yake kuwa ni ngumu sana, nzito sana. Mwenyezi Mungu kwa kuthibitisha kwamba yeye anayajua yaliyodhahiri na yaliyofitikana, ardafa dhalika, akafatisha baada ya hayo, ardafa dhalika alwa'du, akafatisha ahadi hiyo nyuma yake, bima yaziduhu halawatan, kwa maneno yanayozidishia utamu na ladha kwa msikilizaji wa Qur'ani. Ardafa bima yaziduhu halawatan fi nufusi, akaweka nyuma yake maneno ambayo yanazidishia utamu wa ladha ya Qur'ani katika nafsi. Maneno gani hayo? Wa nuyassiruka, na tutakufanyia wepesi Muhammad, si kama tutakutwika mzigo mzito wa sheria. Wa nuyassiruka, na tutakufanyia wepesi, lil yusra, kuyakabili tokea hapo ambayo mambo mepesi, tutazidi kukurahisishia ambayo ni mepesi. Hakuna pahala patamu kwenye Qur'ani kwa mu'min kuliko kwenye aya kama hii, wa nuyassiruka lil yusra, na tutakufanyia wepesi kuyakabili yaliyo mepesi. Ni aya ambayo inampa mu'min matumaini, inampa ladha ya kuona Mola wake amemkirimu, amemtwika mzigo mwepesi kuubeba, laini kabisa. Na mu'min anatakiwa anapomtangazia mtu mwingine ambaye si mu'min dini hii, kitu cha mwanzo kabisa amwekee wepesi huu, asijakamfahamisha Uislamu kuwa ni kitu kigumu, ni kitu kizito kisichoweza kutekelezeka amri zake. Asitakamuonyesha ile mambo ambayo mtu alikuwa hana imani anaweza kurudi nyuma kidogo, asimuonyeshe kwanza kabisa, amwachie mpaka imani yake itapokuwa, kama kuna mambo magumu magumu mengine, basi baadaye mwambie. Na ndiyo maana hakujateremka sheria yoyote pale Maka kwa siku za mwanzo za utume kupewa Muhammadi, kwa aya ipatayo 13. Hakuna sheria hata moja shuka pale, si sheria katika mambo ya kuswali wala siyamu wala zaka wala hija, hakuna sheria yote. Watu kwanza walikuwa kizowezwa kwenye imani kwanza, mpaka zitapokuwa barabara watazikabili sheria hizo kwa kuzipenda na kuzionea ladha. Lakini kabla ya imani, sheria kwanza zitakuwa ngumu, itaonekana kama ni mzigo mzito. Kwa hivyo wanuyassiruka lilyusra, na tutakufanyia wepesi Muhammad kuendea mepesi. Ai wanuwafikuka lishariati, tutakuwafikisha kuifuata sheria as-samha, iliyokuwa laini, nyepesi, yenye kusamehe baadhi ya mambo mazito yameweka upande. Wanuwafikuka, tutakuwafikisha Muhammad lishariati samha, kwenda kwenye sheria iliyokuwa nyepesi, allati, sheria ambayo yashalu ala nufusi, itakuwa ni ulaini juu ya nafsi yoyote ile, kubuluha, kukubali au kupokea sheria hiyo. Hatutakupika mzigo ambayo nafsi itasikitika. Dini hii ni fitratallahi, pambo la Mwenyezi Mungu lililo na umbile, ni pambo ambalo linafata umbile la yule ambaye anaamrishwa. Fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha, dini hii ya Uislamu ni pambo la Mwenyezi Mungu, amewapambia waja wake. Pambo lenyewe si kama ni pambo tu ambalo haliendi sawa sawa na tabia zao, ni pambo linalolaik maumbile walionayo. Wanapambwa, wanavikwa kitu kizuri ambacho kinalingana na tabia ya maumbile yao binadamu. La tabdila li khalqillahi, na maneno hayo kwamba Uislamu ni fitratallahi, hakuna cha kubadilisha maneno ya Mwenyezi Mungu au kubadilisha umbile la Mwenyezi Mungu. Watu na wasome sana, watazame sana, watakuta kweli kabisa Mwenyezi Mungu amesema tokea awali, fitratullahi, hili ni pambo la Mwenyezi Mungu, allati fatara an-nasa alaiha, ambalo Mwenyezi Mungu amelitoa kwa ajili ya watu wajipambie nalo, na ni mfumo kamili wa maisha uliokuwa hauna dosari, adid,
Na ndio maana Mwenyezi Mungu akafunga maneno madhubuti akasema, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, hakika mfumo wa maisha watu kuishi ni kufuata Uislamu, wenye maana ya kusalim amri kwa Mola wao viumbe wote. Ndio maana ya Uislamu. Asiyekuwa Muislamu kwa maana hiyo, ina maana hakusalim amri, anafanya ujeuri, anao ujeuri fulani kwenye moyo wake, hataki kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu. Ndio maana ya Uislamu. Ukiwa tayari umesilimu, ina maana kwamba hutaki ugomvi na muumbaji wako, unajisalimisha, unanyenyekea kwamba mimi sina haja ya ugomvi. Wanuwafiku li shari'ati, kwa hivyo la kueleweshwa zaidi Muislamu na asiyekuwa Muislamu ni kwamba Muhammad anaambiwa tutakuwafikisha kwenye sheria ambazo as-samha. Dini hii inaitwa ad-dinu al-hanafiyya as-samha, ni dini ya uongofu, ni dini nyepesi yenye kusamehe mambo mazito mazito, ikamwachia mtu akakaa na wepesi wake. Wafiqhu li shari'ati samha allati, sharia ambayo yashalu ala nufusi qubuliha, itakuwa ni wepesi juu ya nafsi zote za binadamu kuikubali na kuipokea, hakutakuwa na uzito. Wala yasabu ala al-uquli fahamiha, na wala haitakuwa ni ugumu kwa mwenye akili kuifahamu sheria hiyo. Kiutekelezaji laini na vile vile kupokelewa na akili ya binadamu, itakuwa ni kitu chepesi kabisa kutambua kwamba hili jambo ni la haki. Ama hapa binadamu amelaik kwamba ni wajibu wake kumwabudu Mola wake. Katika zaka atakubali mwenye akili yake kwamba hivi ndivyo inavyotakiwa hasa. Hatohisi kwamba pamepita maonevu, ananyang'anywa pesa zake na hivi na hivi. Atahisi kwamba pamepita ulaini mkubwa mno kwa kiwango cha zaka ambacho mtu atakiwa atoe kwa muda mwaka mmoja. Nafunga vile vile itakayo kufungwa ya fardhi siku kama 29 au 30 kwa mwaka mzima wenye miezi 12, mwenye akili hapa ataipokea dini hii kwamba ni katika kitu chepesi mno. Tena basi ndani ya utekelezaji wa ibada kama yafunga kuna wepesi ndani ya ibada, wachilia mbali kwamba kiwango cha siku ni kichache sana, ayama maadudati, na ndani ya ibada yenyewe kuna wepesi ndani ya ibada. Faman kana minkum maridan au ala safarin, kwa mfano kama amekuwa miongoni mwenu mgonjwa, kati yenu kumetokea wagonjwa, au ala safarin, au wako juu ya safari, basi wepesi unaonekana hapo. Fa'iddatun, kula kwanza, hakuna uzito. Patatekelezwa ibada hii min ayamin ukhar, katika siku nyingine baadaye. Akishakuwa mzima mtu, akishatulia, hayumo safarini, atatekeleza ibada hii ndani ya ibada. Pamoja na kwamba ni siku chache, basi ndani ya ibada yenyewe kuna wepesi vile vile. Wanuyassiruka lilyusra, katika pahala penye matumaini, katika pahala penye kumpaladha Muislamu ni aya kama hizi, wanuyassiruka lilyusra. Na kwenye Qur'ani ziko nyingi mno. Kwa mfano katika hayo maelezo ya aya za funga kuna maneno yasemayo yuridu Allahu bikumul yusra, anataka Mwenyezi Mungu kwa nyinyi wepesi, wala yuridu bikumul usra, na wala hataki Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi uzito. Sheti Muislamu muufahamu hivyo, na Mwenyezi Mungu aeleweke hivyo alipotoa amri yoyote ile kumpa kiumbe chake. Yuridu Allahu bikumul yusra, anataka Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi wepesi, wala yuridu, na wala hataki bikum, kwenu nyinyi al-usra, uzito. Na pahala pengine Mwenyezi Mungu amesema tena vile vile, mfuateni mtume huyo an-nabii al-ummi, na amekuja na sheria ambayo wayadha'u anhum israhum wal aghlala allati kanat alaihim, amekuja kuweka israhum, mazito yao watu wa nyuma, wal aghlala, na mapingu yaliyokuwa yamewabana vibaya sana, allati, mapingu ambayo kanat alaihim, yalikuwa juu yao wamebeba mapingu. Kwa mfano mtu hawezi kufanya ibada ya sala mpaka apate jengo maalum, nyumba maalum ya kuabudia. Uzito mkubwa, ni uzito mkubwa. Kwa wengine mtu kazi zake ziko mbali na nyumba ibada ilipo. Sasa shetani atakuwa ni mwepesi sana kumwingia mtu kifuani pale, akamzaini kwamba bora ukaachilia mbali au utafanya siku nyingine, kwa sababu nyumba ibada iko mbali. Alikuwa mtu hawezi kufanya ibada ya sala mpaka apate jengo maalum, hekalu, kanisa, lazima liwe jengo maalum. Lakini Nabii Muhammad anasema u'titu khamsan, nimepewa mambo matano, lam yu'tahunna ahadun qabli, hajapewapo matano hayo hata mmoja katika mitume waliopita kabla yangu mimi. Katika wepesi huo, katika matano hayo, ndani yake mna wepesi wa dini. Kwa mfano katika hayo matano, ju'ilat liyal ardhu masjidan, imefanywa kwangu mimi na umati wangu ardhi yote ni msikiti, ila sehemu maalum tu, muhala mchafu mchafu, kumtaja Mwenyezi Mungu katika sala haifai, katika majaa ya taka,
panapochinjiwa wanyama, pana damu nini na nini, na vile vile katika sehemu ambazo wanakogeshewa wanyama au watu wanafanya mambo ya usafi kwa kufua nguo zao mafulioni pale, hapafai kuswaliwa sababu ni pachafu daima. Na Mwenyezi Mungu ni mzuri, anapenda mazuri, hatopenda hatafurahi kwa banaabudiwa pahala penye dhiki, penye chafu, pana harufu mbaya. Mwenye kufanya ibada anafanya ibada huko ananusa kitu kibaya, hatopata khushui. Allahu jamilun yuhibbul jamala, Mwenyezi Mungu ni mzuri na anapenda mazuri vile vile. Na kuudhi watu majiani katika njia kuswali ni makosa, kwa sababu anakunya njia ni haki ya watu wengi waliokuwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu, wagonjwa na wazima, ni haki yao njia kuitumia. Ni makosa watu kusali njiani. Ju'ilat liyal ardhu, huu ni wepesi katika dini, unatakiwa ueleweke vizuri. Kwanza yeye mwenyewe Muislamu ana uelewa wepesi huu ule katika dini yake, au ana khisi ametwikwa mzigo mzito kiasi ambacho anakimbia mara anatekeleza mara ni kitu chepesi kabisa katwikwa, tofauti na mila za dini katika wakati uliopita nyuma. Ju'ilat liyal ardhu masjidan wa turbatuha, na hata udongo wake vile vile lana tahur, ni kitu ambacho kimefanywa chombo cha kujitahirishia. Mambo hayo waliopita nyuma hawakuwa nayo. Lazima wapate maji kujitahirishia na lazima wapate nyumba ya kuabudia. Huwa alladhi sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha, au wama ja'ala alaykum fi ad-din min harajin millata abikum Ibrahima. Huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha wama ja'ala alaykum, aya nyingine inakuja hiyo, na wala hakujaalia Mwenyezi Mungu juu yenu fi dini, katika dini hii, min harajin, uzito wa aina yoyote hamna, wepesi mtupu. Wanuyasiruka lilyusra, na tutakurahisishia mambo mepesi. Na hata Dhulqarnaini vile vile alipokuwa katika safari zake za kutembea ulimwengu na kuangalia wenye dhiki, basi tunasoma kwenye Qur'ani, faatba'a sababa, alizifuata sababu za safari za urahisi Mwenyezi Mungu azompa Dhulqarnaini. Ni mja mwema sana alikuwa huyo. Mfano wake ni kama mfano wa chombo maalum, hali ya kuwa ni mtu mmoja, ni kama jumuiya ya madola, ana nguvu za kutosha, anaweza kulazimisha jambo na anaweza kufanya takavyo. Akazifuata sababu, hata idha balagha maghrib ash-shamsi, akaenda zake katika safari mpaka alipofika katika machweo ya jua. Hata idha balagha maghrib ash-shamsi, alipofika machweo ya jua, pahala ambapo jua linakuchwa linazama. Wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin, alikuta linazama katika chemchemu ya matope. Lakini huo ni uoni wa macho, si kama jua linazama katika chemchemu ya matope kwa uoni wa macho. Hata wewe kama utakaa kizingo hapo, liangalie jua linapozama, utaliona linaingia wapi? Baharini ndani. Lakini haliingii kweli, ni uoni wa macho, utaona kama linazama ndani. Akalikuta jua linachwea fi ainin hamiatin, wa wajada indaha qauma, na akakuta mbele yake pale pana watu. Qulna ya Dhulqarnaini, tukamwambia sisi, ewe Dhulqarnaini, imma an tuadhiba, ima ukitaka waadhibu watu hao, tunakupa uhuru kamili, wa imma an tattakhidha fihim husna, na imma wafanyie wao mazuri, chagua. Qala, akasema Dhulqarnaini, sitofanya uonevu wala kiburi. Amma man dhalama, ama yule ambaye amedhulumu, fasawfa nuadhibuhu, huyo tu ndo tutamwadhibu sisi. Thumma yuraddu ila rabbih, kisha baadaye mbali ya sisi atarejeshwa kwa Mola wake. Fayuadhibuhu adhaban nukra, na Mola wake atamuadhibu kwa adhabu mbaya zaidi, ichukizayo zaidi. Lakini wa amma man amana, ama yule ambaye ameamini, wa amila salihan, na akafanya mazuri, falahu jazaanil husna, yeye atapata malipo mazuri. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, na tutamwambia yeye katika mambo yetu wepesi mtupu, hatapata uzito. Hivi ndivyo ilivyowekewa ndani ya Uislamu. Hata Dhulqarnaini vile vile, wasanaqulu lahu, na tutasema kumwambia yeye, min amrina, katika mambo yetu, yusra. Hivi ndivyo muumini anatarajiwa apate wepesi. Mumin akishaamini tu basi ajue kwamba ni mzigo ushamwondokea, raha ya maisha ataanza kuiona duniani. Wanuyassiruka lilyusra, na tutakufanyia wepesi kwenda katika jambo tokea hapo ni jepesi. Uislamu ni kitu chepesi, basi tutakufanyia wepesi katika huo wepesi wenyewe, hautakuwa na tabu. Na katika aya nyingine vile vile, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna
fasanuyassiruhu lilyusra. Fa amma man a'ta, ama yule ambaye ametoa, wattaqa, na akamcha Mwenyezi Mungu, hakutoa kwa ria, wasaddaqa bilhusna, na akasadikisha mambo mema kwa vitendo na maneno, tunaahidi fasanuyassiruhu lilyusra, tutamfanyia wepesi kwenda katika wepesi. Fasanuyassiruhu, tutamlainishia, lilyusra, jambo ambalo tayari laini, wanuyassiruka lilyusra. Lakini kinyume chake, wa amma man bakhila wastaghna, ama yule aliyefanya ubakhili na akatosheka na hiyo alionayo, mali au afya, hahitaji sasa, anajiona yeye kwa Mwenyezi Mungu chochote kile, hata ibada hataki, hata kuomba hataki, anahisi kwamba katosheka na kila kitu anacho. Wakadhaba bilhusna, na akakadhibisha hayo mambo mema, fasanuyassiruhu, ama huyu yeye tutamfanyia wepesi, lakini si kwenda katika wepesi, tutamfanyia ulaini, lilusra, kuyakabili mambo magumu kwake itakuwa laini. Kuchukua kitu cha kumunguza maini, kitu kigumu sana ambacho kinapita kwenye koo kwa kutikisa kichwa na kufanya uchungu na uso kuukunja, kwake itakuwa laini, ni kitu kitamu sana hicho. Siku za mwanzo tu atakunja uso, atapika, lakini baadaye atakuwa chronic na pombe, baadaye hakuna cha kumkera. Kwa hivyo kimekuwa ni kitu laini chepesi. Fasanuyassiruhu lilusra, hapa kwa aini. Na ndio maana msomaji wa Qur'ani awe makini sana, anaweza kukuja kuvuruga maneno ya Mwenyezi Mungu, akatamka maneno ambayo maana yake imekorogeka. Fasanuyassiruhu lilyusra ya mwanzo, na ya pili fasanuyassiruhu lilusra kwa aini, tutamfanyia wepesi kwenda katika usr. Usr ni uzito, na al-yusr, yusr ni wepesi. Asijakasoma mtu aya zote zile, fasanuyassiruhu lilyusra ya mwanzo na ya pili vile vile fasanuyassiruhu lilyusra, atakoroga mambo. Wa nuyassiruka lilyusra. Wa qad ja'alatil ayatu, na faida nyingine, falsafa iliyopo hapa aya ya Qur'ani hii, wa nuyassiruka lilyusra, mali ya kuashiria Mwenyezi Mungu atampa Muhammad sheria yenye wepesi mtupu ndani yake. Haitomshinda mtu, hata kama hawezi kusimama katika swala ataambiwa kae kitako, hawezi kukaa kitako ataambiwa alale, hawezi kula baba kulia, basi lala mlalo wote ule ambao rais wako wewe, na swala yako uiashirie kwa macho, kwa kichwa, kwa akili, ashiria tu basi, na Mwenyezi Mungu ataikubali swala kamili. Ni wepesi wa ajabu kabisa. Hatobakia mtu nje ya Uislamu ila aliyekuwa shupavu kweli kweli kwa Mola wake, mkaidi kweli kweli, au hajafikishiwa ujumbe wa Uislamu sahihi, ameonyeshwa Uislamu kuwa ni kitu kigumu, labda tokea mwanzo, labda wafikishaji wamemfikishia ndivyo sivyo, wamemuonyesha kitu kigumu, hakifatiki, tabu moja kwa moja, atabaki nyuma mtu. Siku zote Uislamu ausome yule mtangazaji wake kwanza, kwamba ni kitu ambacho anakielewa vizuri sana, na anapofikisha au fikisha Uislamu kwamba ni kitu chepesi laini mno, kila mmoja anakipenda. Uislamu utatekeleza mambo yake popote ulipo na katika wakati wote ulionao. Huko Europe katika baridi kali, ibada za sala hazitokushinda, kwa sababu katika dini imekuja kila aina ya wepesi. Kama maji hayawezekani kabisa, basi si lazim sheria itatoa tohara nyingine, tohara ya kutumia hukumu ya kutayamam mtu basi. Na mgonjwa si lazima afe, kwamba lazima akoge, lazima, hapana, si lazima. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alihamaki mno alipokufa mtu kwa kukoga baada ya kupata jeraha. Katika askari waliokuwa katika safari za vita, mmoja aliota usingizini na akapata janaba, wakati kishapata jeraha kichwani. Anakwenda kuwauliza wenzio, hawajafahamu vizuri Uislamu, maskini watu. Kuto kufahamu Uislamu si kama tunako sisi tu, hata baadhi ya watu waliokuwa wanaishi na Mtume siku hizo, baadhi ya masahaba walikuwa Uislamu, kuna baadhi ya mambo hawayafahamu. Kitu kama ndo kwanza kinateremka pale, hakijatolewa ufafanuzi, basi kuna watu wengine wamfahamu vibaya. Alipowauliza wenzake, jamani, kichwa changu kama unavyokiona hichi, bichwa limepasuka, shimo unaliona ndani kubwa sana, jiwe limemwingia vizuri mtu. Anauliza, jamani, mimi na janaba jamaa, mnaweza kunipatia sheria kutayamam hapa jamaa? Nipeni fatwa mimi nisikoge, maana maji hapa akinigusa hapa itakuwa donda langu linafanya septic marenda, na bila shaka litanifanyia matatizo makubwa. Watu wakamjibu kwamba sisi hatuoni jambo jingine. Wewe mwili mzima si hapo kichwani tu.
Wewe wajibu koge tu bwana, mwili mzima, na lazima maji yaingie kila pahala. Kakoga binadamu kafa. Bwana Mtume alipofika habari kahamake sana, alitamka maneno ya ghadhabu, akasema qataluhu qatalahumullahu, wamemuua mwizi wao na Mwenyezi Mungu atawaangamiza tu. Kwa nini wasiulize jambo ambalo hawalijui? Kahamaki maka wamemfanyia uzito ndani ya sheria, wamemfanyia kwamba lazima akoge hali ya kuwa na jeraha kichwani. Uislamu hauko hivyo. Uislamu ni dini ambayo alhanafiyati sam'a, ni dini ambayo nyepesi kuitekeleza, tena inasamehe mambo mazito yote. Ni pahala muhimu sana hapa, wanuyasiruka lilyusra, kukakitaka Uislamu ukatangazwa vile ulivyo. Na sote tukifahamu wepesi wa Uislamu, hatutakuwa tayari tena kupitwa na baadhi ya mambo ya ibada, isipokuwa tutapowekeana mikakati kwamba ni uzito, taabu, na baada kati mtu atavunjika moyo, ataona kwamba hivyo hawezi kufanya tena yeye. Lakini kitu ambacho chepesi kabisa, kila pahala, kila uwanja wa dini, kila uwanja wa ibada, si kwenye funga, si kwenye zaka, si kwenye hija, kuna wepesi wake kapewa mtu. Hawezi hivi afanye hivi, hawezi hivi afanye hivi, namna kama hiyo. Kama ibada ya hija, anachagua mtu hija yoyote anayoitaka hiji. Kuna ifradi, kuna kirani, kuna tamattu. Si kama atalazimishwa kufanya jambo ambalo halimo katika uwezo wake. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, haikalifishi Mwenyezi Mungu nafsi isipokuwa tayari kishapima uwezo alionao, ndo akampa lazima ufanye sasa hivi, kwa sababu uwezo shampa. Atatazama mtu ni hija gani hapa, ataisoma vizuri, kila mmoja ataisoma sheria zake. Ukiwa tamattu unafanya nini? Tamattu unafanya hivi 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 hivi, na ichagua hii ni nzuri zaidi. Na yule ambaye atakayeona kwamba ifradi ni bora zaidi kwake atachagua ifradi, na yule ambaye ataona kirani ni bora kwake atachagua kirani. Huru kamili kapewa. Waqad ja'alatil ayatu, zaidi ya hayo aya imemjaalia al-insana, mwanadamu, huwa al-muyassaru lilfi'li, yeye ndiye aliyefanywa kuwa ni mwepesi kwenda kwenye kitendo. Falsafa nyingine kwa hapo sasa, khitabu ya Mwenyezi Mungu anamkhutubia mtume wake, wa nuyassiruka anta ya Muhammad, na tutakufanya wepesi wewe, liliyusra, kwenda katika mambo ambayo tayari mepesi. Anayefanywa mwepesi hapa ni binadamu. Waqad ja'alatil ayatu, imejaalia aya ya Qur'ani kumjaalia al-insana, mwanadamu, huwa al-muyassaru, yeye nafsi ya binadamu ndiye mwenye kufinyangwa akafanywa mwepesi yeye, lilfi'li, kwenda kwenye kitendo. Walaysa al-fi'lu huwa al-muyassaru lilinsani, na sio kitendo kifanywa wepesi kwa mwanadamu. Haikuja hivyo. Wa nuyassiruka, tutakufanya mwepesi wewe. Hapa pana hikma kubwa sana kuambiwa mtume wa Mwenyezi Mungu, wa nuyassiruka anta ayuha nabii, au anta ya ibn adam. Aya imemfanya mwanadamu ndiye mwenye kufanya wepesi kwenda kwenye kitendo, na sio kitendo kifanywa wepesi kwa mwanadamu. Walaisa alfi'lu huwa almuyassaru lilinsani, na sio kitendo ambacho ndicho kitafanya wepesi kwa mwanadamu. Min qibali anna alfi'la la yahsulu, katika upande ambao ni kitendo hakipatikani, illa idha wajadatil azimatu, isipokuwa mpaka ipatikane azma as-sadiqa, ya kweli. Mwanadamu atafanya mwepesi kwenye kitendo mpaka awe na azma nzito, ana makusudio mema, halafu afanye ukwata, ahangaike kidogo, atoke nje, halafu atayakuta mambo mepesi shaka kwake. Wanuyasiruka liliusra, na lazima mwanadamu kwanza kabisa awe na makusudio yenye kupenya katika haja yake aliyonayo, liijadahi, katika mambo ambayo anayataka yeye, maa at-tawfiqi, pamoja na kuomba Mwenyezi Mungu amwafikishe, lisuluki, kuendea katika hizo njia, aqwa mituruki, katika njia zilizokuwa imara kabisa kuzifuata, allati, njia ambazo yusilu ilaihi, zitamfikisha yeye katika mambo yake anayotaka. Kama jaa fil hadith, kama ilivyokuja katika hadithi ya mtume kasema, i'malu, tendeni mnavyoona binadamu, fakullu muyassarun lima khuliqa lahu, kila mmoja wenu amerahisishwa katika jambo ambalo kaumbiwa nalo. Yeye mwanadamu ndiye aliyerahisishwa na sio kitendo kumfuata yeye. Unavyotakiwa, famshu fi manakibiha, nenda katika maeneo ya ardhi, wa kullu miris, lakini shati wende kumtegemea Mwenyezi Mungu kwako, shati uamke wende.
Ukilala hapo hapo umevunja ule wepesi, hautakuwa wepesi, utakuwa uzito mkubwa. Lazima uwe na sababu maalum ya riziki. Kuna kitu unakifanya ambapo hicho Mwenyezi Mungu ndio atakurahisishia riziki zako. Huna ulifanyalo hapa, mushkili mkubwa utakuwa. Haikuwekwa mbingu ikuteremshie dhahabu na fedha na vyakula, haiwezekani kabisa. Lazima kuna jambo wewe ni sababu unalifanya. Kwa hivyo wanuyasiruka vile vile, aya imemfanya mwanadamu ndiye atakayekuwa mwepesi. Hakuwa mwepesi yeye, basi mambo yatamshinda. Lakini akichangamka kidogo tu atakuta wepesi kila pahala. Kila pahala pana wepesi. Akusudie mema tu, aweke azma nzuri, na hataweza kufanya lolote mpaka atie azma nzito kwenye moyo wake. Kwanza yeye mwenyewe mwanadamu. Baada ya aya hizo mpaka aya nambari 8, sasa tunaanza kuingia katika aya nyingine 5 katika suratul A'la. 5 hizi ni aya nambari 9 mpaka aya nambari 13. Tunaondokea sasa kwenye nambari 8 pale tumefika. 9 mpaka 13 ni aya 5 zimewekwa pamoja vile vile. Na kabla ya kuziingia katika maana ya ijmali pamoja na ifradati na tawdhihi, kwanza kabisa aya hizi tutazipeleka kwa tafsiri tupu kavukavu ya neno kwa neno kwa Kiswahili kwanza, na baadaye tutakuja katika maana ifradi na maana aljumali na tawdhihi baadaye. Tunaanza aya nambari 9. Fadhakir, kumbusha Muhammad. Sasa sheria ishawekwa kwamba nuyassiruka lilyusra, tutakufanya wewe mwenyewe Muhammad wewe ni mwepesi kwenda katika wepesi, tutakurahisishia. Kwa hivyo madhal kitu hichi chepesi kishawekwa, basi fadhakir, kumbusha. Na imekuja neno fadhakir kwa maana ya kwamba mwanadamu anataka akumbushwe. Kuna kitu tayari kimepachikwa katika moyo wake mwanadamu, anatakiwa akumbushwe tu. Haelimishwi tokea mwanzo, bali anakumbushwa ahadi ya Mwenyezi Mungu aliyoitoa yeye kumpa Mola wake. Kila mwanadamu ana ahadi kwa Mola wake. Ahadi gani? Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin au taqulu innama ashraka abauna min qablu wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala almubtilun. Hii ni ahadi yenyewe. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum, nakumbuka alipochukua au alipopokea Mola wako ewe Muhammad. Akhadha rabbuka, kapokea kutoka kwa nani? Min bani adama, kutoka kwa jamii ya binadamu wote. Wakati gani? Min dhuhurihim, tangu walipokuwa kwenye migongo ya wazazi wao, hawajaja duniani bado. Wa ashhadahum ala anfusihim, na akawashuhudisha Mwenyezi Mungu binadamu juu ya nafsi zao wenyewe ahadi hii kwa kuwauliza, alastu birabbikum, nyinyi mimi nakuumbeni na kupelekeni duniani, mtakataa kwamba mimi siye Mola wenu niliye mlezi wenu? Ikiwa tunajua au hatujui, Mola wetu anatutajia kwamba habari imepita tangu na tangu. Qalu, jamii ya binadamu yote ilijibu kwa swala hili, bala, kwa nini tusikubali jambo hilo? Wewe ndiye Mola wetu, wahdaka la sharika laka, tena peke yako huna mshirika. Qalu bala shahidna, viumbe vimejibu, kwa nini siwe hivyo? Wewe ndiye Mola wetu na sisi ni wenye kushuhudia hilo. Mwenyezi Mungu akamwambia viumbe vyake, antakulu yaumal qiyamati, msije mkasema siku ya kiyama baada ya kuyaona matokeo mabaya kwenu. Nalolijua mimi nyinyi hamlijui, mimi ninajua kwamba mtakwenda kinyume wengi wenu na ahadi. Sasa hivi najibu hivyo. Na kiumbe yoyote yule tokea kwenye mgongo wa mzee wake, tokea kwenye tumbo la mama yake, pale alipo ni Muislamu safi kabisa, hana alijualo isipokuwa ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu tu yeye. Hana ushirikina, hana ukaidi, anafuata kwa mujibu Mwenyezi Mungu alivyotaka, hana ukaidi kabisa kabisa. Anavyotakiwa ndivyo anavyofanya. Anaumba mwanamke, anapokea umbo la jana jike. Anaumba mwanamume, anapokea umbo la kijana dume na kuchukua viungo vyote vya mwanamume bila kufanya ukaidi. Pale akakataa, atakuja kufanya bardhuli baadaye akija hapa tu, lakini huko atapokea kila kitu. Akifika hapa atakuwa mpumbavu, atapetua mdomo, mkono ufanye laini, atavaa nguo za kike, anyoe ndevu kila wakati, uso kama mwanamke. Upumbavu huu atakuja kufanya baadaye, lakini huko alikuwa anasalim amri tu.
Na kama hakupenda yeye kwa mwanamume, angelikuwa na uwezo, angelikataa. Inaonyesha waziwazi kiungo cha kijana dume kikikataa huko, lakini hakuwa na uwezo, ilibidi atii amri. Na mwanamke na vile vile atakuja kuwa khabithi hapa duniani, atakuja kuwa na afya nzuri, pumzi nzuri, ana mali, ana uwezo, hapa atakuwa khabithi, act kwamba yeye ni mwanamume vile vile. Lakini huko alisalim amri, akapokea kila kitu ambacho Mola wake anampa. Umbo lote la kike kulikataa, kalipokea. Lakini jeuri ataifanya hapa. Alastu birabbikum, Mwenyezi Mungu aliwauliza viumbe vyote, je, mimi si Mola wenu mtakataa? Qalu bala, viumbe vyote walisema kwa nini siwe hivyo? Shahidna, sisi tumeshuhudia jambo hilo, wewe ndio Mola wetu. An taqulu yawm alqiyama, msije mkasema siku ya kiyama, inna kunna an hadha ghafilin, sisi tulikuwa na ahadi hii ni wenye kughafilika nayo, hatuna habari. Sitaki kuja kuambiwa udhuru huo, sitapokea udhuru. An taqulu, msije mkasema, si utakubali udhuru huo, mnakubali wenyewe sasa hivi hapa. Au taqulu, au msije mkasema vile vile, innama ashraka abauna min qablu, hakika walioshirikisha ni wale wazazi wetu hapo mwanzo, kwa hivyo sisi si wenye makosa, sisi tumefuata alifanya wao. Kama kuharibika wameharibika wao, leo Mwenyezi Mungu afatuhulikuna, ndio utatuangamiza sisi, bima faala almubtilun, kwa jambo walilofanya waharibifu waliobatilisha haki. Wakadhalika nusarrifu alayati, kama hivi basi ndivyo tunavyozichambua aya za Qur'ani waziwazi. Kwa hivyo ahadi Mwenyezi Mungu aliitia katika nyoyo za binadamu, na kila kiumbe alijitambua kwamba ni kiumbe kaumbwa na anaye muumbaji wake. Hakukuwa na kafiri, hakukuwa na komunisti kabisa kabisa huko migongoni huko. Kullu mauludin, kila mwenye kuzaliwa, yuladu ala alfitra, anazaliwa akiwa katika umbile la kumtambua Mola wake, yuko kwenye umbile la Uislamu tu. Lakini akikanyaga hapa sasa, fa abawahu, ni wazee wake wawili, imma yuhawidanihi, imma watamfanya kuwa ni Myahudi, wa imma yunasiranihi, au watamfanya kuwa ni Mnasara, wa imma yumajisanihi, au watamfanya kuwa ni mfuasi wa dini nyingine kama kuabudia moto, jua na kadhalika na kadhalika. Hiyo ndio hali ilivyo. Kwa hivyo kitakiwa tu hapa, fadhakir, kumbusha tu, maana kila kitu kipo katika nyoyo za watu, unakumbusha tu. Dhakir, kumbusha, kila kitu kipo. Aya nyingine nasema, والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس, na hapa kwa nafsi vile vile, wama sawaha, na yule ambaye kaifanya sawa sawa, hakuipunguzia hakuipunja nafsi hiyo. Baada ya kuifanya sawa sawa, faalhamaha, akaipelekea ilham maalum, fujuraha, ya kuweza kutambua nafsi ovu lake. Nafsi inajua ovu. Watakuwaha, na kama inafanya zuri basi nafsi inajua uchamungu wake vile vile. Kabla ya kuja mtume, kabla ya kuteremka kitabu chochote kile, nafsi imepewa ilham ya kutambua tu wenyewe. Ilhamu hiyo inaweza kumjulisha mwanadamu mwenye akili kwamba ninafanya vizuri sasa au ninaharibu. Na ndiyo maana mwizi anapokwenda kuiba, anakwenda amejizatiti, anajua kwamba hili ni baya na kule ni bahati nasibu, nikipona au nitauawa. Kwa hivyo anaingia pahala akiwa na silaha, akajiandaa kabisa, sio kenda hivi hivi tu basi, na hendi kama anachukua chake tu. Akifanya hivyo basi kuna kasoro katika akili yake. Kama utamwona hana wasiwasi, kinja pahala achukua mali za watu tu basi, hana akili itakuwa. Lakini mwenye akili yake mwizi afanye hivyo, anavizia, anadoea, na pengine aweke watu kona hii na kona hii na kona hii, tazamieni, tazamieni, kwa sababu ni mambo ya hatari sasa hivi, hata ni mabaya. Tukipatikana hapa tunauawa tu moja kwa moja, au tunakata mikono sisi hapa. Hivyo ndivyo ilivyo. Hendi hata kama hakupewa dini, hana kitabu, huko aliko majangwani, anaishi maporini ujingani, hachukui ng'ombe wa watu huko majangwani kama achukua mali yake tu, anavizia na anakwenda na silaha kamili, anachukua ng'ombe kwa maana iba sasa, na wanakwenda kivita watu, kwa sababu faalhamaha fujuraha wa taqwaha. Mwenyezi Mungu anasema, ninaiapia nafsi kwa kiapo, wa nafsin, naapa kwa nafsi, wa ma sawaha, na kwa yule aliyeifanya sawa sawa nafsi hiyo. Baada ya kuikamilishia nafsi ya mwanadamu, faalhamaha, akaipelekea ilham ya kuweza kuitambulisha nafsi, fujuraha, ovu lake, wa taqwaha, na jema lake. Kila nafsi inajua na inafanya kwa kujua. Ama mambo ya sheria, ama hapo lazima ateremke mtume, lazima kija kitabu sheria. Vipi utaabudu? Namna kuabudu huwezi kujua mwenyewe.
lakini kujua kwamba huu ni ubaya, anajua kila mtu kwamba huu ni ubaya, na kujua kwamba huu ni wema, kila binadamu anajua kwamba huu ni wema. Hii ni culture, kimaumbile kaumbwa hivyo. Fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Kwa hivyo qad aflaha man zakaha, atakuwa amefaulu mwenye kuitakasa nafsi yake akaipeleka katika mema. Wa qad khaba, na atakuwa ameangamia man dassaha, yule ambaye ataiponda nafsi yake, aikanyage, aitimbe kwa miguu. Dassaha, kwa kuipeleka katika maovu. Ina maana mtu anaikanyaga nafsi yake kuifanya si lolote, si chochote, si kitu chenye thamani aliyopewa na Mola wake, kwa hivyo anakifisidi. Ukiona unaingia kwenye uovu, ni kwamba umekubali kuifisidi nafsi, na kwamba hukupewa chochote chenye thamani na Mola wako. Hii nafsi si lolote, si chochote, isipokuwa ni kitu cha kutumia unavyotaka mwenyewe tu. Lakini ukitambua nafsi utukufu wake, itakuwa unaibeba siku zote, unaipeleka, unaiwinga winga. Fa anta, wewe mwanadamu, hukuwa kwa kiwiliwili chako peke yake ndiyo nafsi, ndio kitu mwanadamu. Laisa biljismi insanun, binafsi, ni kwa nafsi. Na hiyo nafsi hiyo, pale Mwenyezi Mungu alipomuumba Adamu, hakuwaambia malaika ya kwamba fa idha sawaituhu faqa'u lahu sajidina, nitapokamilisha frame hii ya udongo hii kwa kiumbe binadamu, malaika nyote poromokeni kusujudu. Hapana, bali aliwaambia malaika fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, nitapomfanya sawa sawa na nikapuliza ndani yake upepo wangu, ambao huo upepo huo katika tafsiri za maana nyingine ndiyo nafsi yenyewe hiyo, na nikapuliza katika aina ya upepo wangu, hapo ndiyo faqa'u lahu sajidina. Basi kwa hiyo mwanadamu, unacho kitu katika mwili wako kina thamani kubwa, nao ni upepo maalumu uliopulizwa na Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu. Mwenyezi Mungu hatakubali nafsi hiyo kufikishwa na kupelekwa katika mambo ambayo sio aliyotaka yende. Ndio maana ataadhibiwa mtu hata kwa kujikana njaa, hata kwa kujiua, hata lolote unajifanyia ambalo la kujiua, kuvuta sigareti, kutia pombe. Mwenyezi Mungu hatakubali kwamba nafsi yako usalimike. Nimekupa kitu chenye thamani halafu umekidhuru. Ndio maana unaingia kwenye lawama hata katika jambo ambalo unaona kama usiingilie. Mnaniingilia nini? Mnanitakia nini? Pesa zangu mwenyewe, starehe yangu mwenyewe. Utaingiliwa na utaulizwa na utaadhibiwa, kwa sababu si chako kitu hicho, si yako nafsi. Nafsi ni katika mambo ya Mwenyezi Mungu. Hikma ya Mwenyezi Mungu hapa kumpa amri mtume wake, fadhakir, kumbusha. Kwa maana mwanadamu anacho kila kitu kapewa na Mola wake, anachokitaka pale afanyiwe ni kukumbushwa. Ameumbwa na tabia ya kusahau. Kwa hiyo mwanadamu ni kwamba sisi tumekaa kila mara tunakumbushana, fadhakir inna fa'ati dhikra, kwa hakika makumbusho ni yenye kunufaisha tu. Katika jamii ya watu 100,000 wanaokusikiliza, si kama watawapata watu wote, lakini japo kuwa 15 wataonyeka, watakumbuka. Lazima mawaidha ya taathiri. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu alivyoweka. Ziko nyoyo zinapokea vizuri sana, ziko nyoyo zinaathirika vizuri sana, na ziko nyingine hata useme nini zimekushaharibika. Bal rana ala kulubihim, kuna wengine viumbe pameshawekwa kutu juu ya nyoyo zao, kwa hivyo hawatofikia kitu. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, yale mambo ambayo wameyachoma mabaya yamefanya doa jeusi katika moyo, wote umezibwa. Mtume anasema innal quluba la tasda'u kama yasda'u alhadidu, hakika nyoyo zinaingia kutu kama kinavyoingia chuma kutu. Masahaba walipokatabu, waliposikia kwamba nyoyo zinaingia kutu, waliuliza kwa Mtume, fahal lidhalika min jala'in ya Rasulullah, liko jambo la kufanya nyoyo zikatakasika pindi zikiingia kutu? Maanake hakuna pa kuepukika, lazima zitaingia kutu. Je, zikifika zimeingia kutu, kiko kitu tukifanya tasafika? Chuma tunajua kiingia kutu, tunafanya mambo, binadamu anakiroweka chuma katika mafuta ya taa, kerosene na mafuta ya nazi pamoja, halafu kinatoka kutu. Anatumia braso wakati mwingine asugua mpaka inatoka kutu, au dawa nyingine mbalimbali, kutu inaondoka baadaye. Je, mwanadamu kwenye moyo wake kuingia kutu atatoaje? Mtume alikubali, naam, cha kuondolea kutu kipo. Dhikrillahi wa tilawatil Qur'ani, ni kumtaja Mwenyezi Mungu sana na kuisoma Qur'ani sana. Kutu inaondoka kidogo kidogo katika moyo. Maovu unayasafisha kwa kumtaja Mwenyezi Mungu sana.
udhkuru llaha dhikran kathiran, mtajeni Mwenyezi Mungu kumtaja kwingi. Wasabbihuhu, na mumtakasi bukratan wa asila, asubuhi na jioni. Mwenyezi Mungu ametoa amri hiyo kwa kujua kasa kama mtaweza kutakasa nyoyo zenu kwa kuwa namna kama hiyo. Hamna dhikri, midomo imeshonwa, hamna Qur'ani, basi mambo yatakuwa mabaya. Hupati chakula cha moyo. Chakula cha moyo ni dhikri na wahi. Kama unaona tumbo lako linashikwa na njaa, lazima upate kitu kikae tumboni na unakuwa ndo mzima wakati ule, basi na wahi vile vile ni chakula cha moyo. Moyo unapokosa mawaidha, unapokosa wahi, husomi Qur'ani, hamna dhikri, basi unakuwa unajifisidi. Moyo unakaa na njaa na kiu kiasi ambacho unafika pale unakufa fofofo, japokuwa mwenyewe unakwenda mzima na unafanya shughuli zako, lakini moyo unakuwa ushakufa. Fa innaha la ta'mal absaru, na kama sikufa ni kupofuka. Yapofuayo sio macho haya ya kichwani, walakin ta'mal qulubu allati fi sudur, lakini hupofua nyoyo ambazo zimo kwenye vifua. Na zikipofua nyoyo, basi binadamu kesha kabisa anafanya mambo wakati mwingine hata mnyama hafanyi, kwa sababu kuna umaiti kwenye moyo na hakuna mwangaza, kapofuka macho na macho yenyewe ni moyoni. Fadhakir, kumbusha tu mtume wangu, in nafa'ati dhikra, kwa hakika makumbusho ni yenye kunufaisha. Watanufaika watu 100 ulionao mbele yako, mmoja tu anatosha. Huo mtango na utambaye, akiweko mtu mmoja tu kafahamu mambo vizuri, basi atafanya kazi duniani. Na 99 katika 100 na wakatae wote, lakini mimi nakuhakikishia japo mtu mmoja yupo muathir, na wakuchukie wote, lakini yuko mmoja pale cha muathir. Na ninakwambia tena vile vile, Bwana Mtume alimwambia Saidina Ali bin Abi Talib wakati anakwenda kwenye ngome ya Khaibar, alimwambia baada ya kukupa bendera ya ngome hii, nenda usigeuke nyuma mpaka Mwenyezi Mungu akupe ushindi. Saidina Ali alikwenda mbele kidogo, lakini kabla ya kuweka nyuma, bila kuweka nyuma, alipiga kelele, fa fima uqatilu nasa, kidogo nikumbushe Bwana Mtume, nipigane na watu kwa lengo gani? Mpaka ifike stage gani niache vita? Au nipigane mpaka asibakie ndugu ya mtu kwenda sasa hivi? Akaambiwa la, kwanza watangazie Uislamu, wakiukubali basi vita weka chini, kwa sababu la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan, akikuongolea Mwenyezi Mungu mtu mmoja tu akafahamu kisemacho, mmoja tu, basi jambo hilo khairun laka, ni bora kwako, min humurin naimi, kuliko ngamia mwekundu. Na ngamia mwekundu ilikuwa ni mbegu nzuri sana hiyo, wakati huo ilikuwa ni yenye thamani. Basi anamtajia kitu chenye thamani kubwa sana. Mtu mmoja ukimfanya awe mwongofu, mtu mmoja ukimwelimisha kumjua Mola wake, mtu mmoja ukimwelimisha kusoma kitabu cha Mola wake, mtu mmoja ukimfundisha namna ya kuabudu Mola wake, basi umefanya jambo kubwa sana lenye faida na wewe kuliko hata mali yote duniani. Fadhakir in nafa'ati dhikra, kumbusha na maonyo ni yenye kunufaisha. Makumbusho bila shaka yatanufaisha, lakini hawatanufaika wote. Sayadhakaru, atanufaika yule tu man yakhsha, mwenye kumwogopa Mola wake. Kama kuna kiumbe bado amebakia hofu kwa ndani ya moyo wake ya kumhofu Mola wake, ataonyeka lazima. Sayadhakaru, na kuahidi ataonyeka man yakhsha, yule ambaye anamwogopa Mola wake. Wayatajannabuha, na atajiepusha na makumbusho hayo, al-ashqa, yule ambaye ni muovu, shaqi, mpinzani, aliyekwisha kufaganzi katika moyo wake, hajali tena sasa. Ama huyo yatajannabuha, atajiepusha mbali na makumbusho hayo. Sayadhakaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi, shaqi ambaye, muovu ambaye, yasla an-nar al-kubra, hatima yake imewekwa. Kama atajiepusha na makumbusho haya, atauingia moto mkubwa zaidi, na mkubwa zaidi moto ni kule kwenye tabaka ya chini. Innal munafiqina fi darki al-asfali minan nari, katika dark al-asfali minan nari ndiko ulikoanzia, na ndiko wenye mwako mkubwa zaidi kuliko kwingine. Wa inna qara jahannam, na kwa nini sio mkali zaidi moto wa chini? Kwa sababu Mtume anasema shimo la jahannam la 70 kharifan, utasafiri kwa miaka 70 hujafika bado chini, unakwenda kwa super speed. Panda jumbo jet, unakwenda kwa super speed ya umeme, basi miaka 70 unakwenda hujafika chini bado, miaka 70. Bila shaka huko chini moto wake mkubwa zaidi kuliko pengine pale, kwa sababu ni mbali sana. Sayadhakaru man yakhsha
wayatajannabu al-ashqa, na atajiepusha nayo makumbusho hayo aliyekuwa shaqi, alladhi shaqi ambaye yasla an-nara, atauingia moto, al-kubra, ulio mkubwa zaidi. Thumma, kisha huko motoni hali ikoje? La yamutu fiha, hatokufa huko udhia ukesha kwamba atapumzika. Maana mauti wakati mwingine kipumziko kwa baadhi ya watu. Hii dunia inakuwa ni gereza lake, jela, hapa anapata taabu, lakini ikija saa kutoka duniani basi atashukuru pale pale. Ikiwa ni mu'min na ikiwa anazo amali salih za kuweza kumtia peponi, basi mauti ni kipumziko cha mtu, anakwenda katika rawdhatu min riyadhil janna. Mauti ni kipumziko, lakini si kwa watu wote. Wengine mauti ni hilaki zaidi kuliko kwa duniani. Kama kastare duniani, basi kwenye mauti, yakifika mauti ndio balaa. Mwanzo wa balaa linaanza pale sasa. Thumma, kisha huko motoni kwenyewe, la yamutu fiha, hatokufa akapumzika ikawa basi. Wala yahya, na wala hatohuika uhai wa kujulikana kwamba mtu yuhai sasa hivi, anakwenda anarudi, anasema, anacheka, anazungumza na wenziwe. Wala yahya, hatakuwa na uhai wa kujulikana, yumo kwenye hilaki tu, yumo kwenye mateso tu. Mateso hayo, wayatihi almautu min kulli makanin, zitakuwa zinamjia sababu za kifo kutoka kila pembe ya mwili wake. Anahisi binadamu, nitakufa sasa hivi nipumzike. Na hayo mauti atayaomba kasa yaje, anahisi kwamba labda nitapumzika kwa mauti. Wa amma man utiya kitabahu waraa dhahrihi fasawfa yad'u thubura, ama atakayepewa daftari lake kwa nyuma ya mgongo wake, anapewa kijeuri, zunguka apokee. Au yeye mwenyewe atakuwa hataki kulikabili daftari, kwa hivyo ataamba chukua tu japo kwa nyuma ya mgongo. Fasawfa yad'u thubura, basi huyu atakuja kuyaomba mauti, au nini afadhali mauti bora zaidi. Na atapoyaomba mauti, Mwenyezi Mungu atajibu, la tad'u al-yawma thuburan wahida, msiyaombe mauti leo mara moja, wad'u thuburan kathira, ombeni mauti mara nyingi, hayaji tena. Mauti ni kitu cha kuonja muda mdogo tu, kullu nafsin dha'iqa, itaonja kidogo tu, baadaye kuna maisha ya milele, aidha katika mema au katika mabaya. Thumma la yamutu fiha wala yahya, kisha hatokufa motoni humo na wala hatohuika uhai wa kujulikana. Kwa hivyo hizi ni aya 5 kuanzia 9 mpaka nambari 13. Hizi tutaishi nazo sasa inshallah, baada ya kupata maelezo yake kwa neno tu. Kwanza tutaingia baadaye katika maana yake kimaneno ya Kiarabu, tutafasiri baadaye. Na halafu aya 5 hizi zimewekwa katika mweko gani katika al-maana al-jumali, maana ya kijumla, na baadaye tutazichambua katika tafsiri nyingine, al-idah ya uwazi zaidi. Kwa leo insha Allah taala tutafikia hapa. Wallahu a'lam, Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم زينا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. فنسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا وكن لنا ولا تكن علينا وارفعنا ولا تضعنا. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم،
ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم وما قضيت لنا من الأمور فاجعل عاقبتها رشدا، فاجعل عاقبتها رشدا، فاجعل عاقبتها رشدا. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ارزقنا الحلال ولو كان قليلا وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام ولو كان كثيرا إلى يوم أن نلقاك. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا أمهاتنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين.